Niko sasa. Kwa vizuri eh? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Kikao kimeendaje huko ndani? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Leo tumekuwa na kikao na viongozi wa Simba mkoa wa Arusha na viongozi wa matawi ya mkoa wa Arusha. Kikao kimekuwa na mwitikio chanya kwa maana matawi mengi ya hapa Arusha yamehudhuria. Tawi la Jamhuri, tawi la Simba Burudani, Simba Raha, Simba Duniani, tawi la Sekeli, la Sanawari, tawi la Terminal, wote wamekuja kuhudhuria mkutano huu kwa ajili ya kupanga mikakati kuelekea katika mchezo unaofuata wa ligi kuu, mchezo unaofuata wa kombe la shirikisho la CRDB pamoja na ule wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Fountain Gate. Kwanza tumeanza kwa kufanya tathmini mechi ya jana dhidi ya TRA, tulikosea wapi kwenye mipango yetu ya kimkakati. Tukafanya hiyo tathmini na baada ya hapo tukapanga mipango kulingana na kile ambacho tumegundua tumekosea katika mechi ya TRA na kupanga mkakati kuelekea katika mechi zinazofuata ili tuweze kupata matokeo mazuri katika mchezo huo. Kwanza imekuwa ni ajabu sana na watu wenyewe wa Arusha wamesikitika pakubwa Simba kupata sare katika mkoa huu wa Arusha. Katika mikoa ambayo tumekuwa tukipata matokeo chanya sana ya ushindi ni mkoa wa Arusha. Hapa kwenye historia inaonyesha mara ya mwisho Simba kupoteza Arusha ni mwaka 2003 huko ambapo Simba ndio tulipata matokeo mabaya, lakini baada ya hapo Simba tumekuwa tukipata matokeo ushindi pekee. Jana ikawa ni tofauti, tukapata matokeo ya sare. Tumeangalia wapi tumekosea na tumejipanga tuelekee wapi katika mechi inayofuata. Lakini kikao hiki pia ilikuwa ni sehemu ya kuwatia moyo viongozi wa matawi hapa mkoani Arusha na kuwaomba wao vile waende wakawatie moyo mashabiki ambao wanawaongoza katika matawi yao. Kuna wengine wamefedheheshwa na sare ya jana, na kuna wengine wamekata tamaa na sare ya jana, na kuna wengine wamenyong'onyezwa na sare ya jana. Sasa unafanyaje kuamsha tena morali ya watu? Isingewezekana kufanya mkutano wa kuwakutanisha wanasimba wote wa Arusha, lakini kupitia wawakilishi wao tunakutana nao, tunazungumza nao, tunawatia moyo kwanza wao. Lazima kwanza kiongozi awe na moyo wa ujasiri ili yeye ubebe ule ujasiri aende akazungumze na wanachama wake na mashabiki wake katika tawi lao. Jambo la kumshukuru Mungu, viongozi wote ambao wamehudhuria hapa wameonyesha bado wana imani na timu yao, wana mioyo migumu na wako tayari kwenda kuipambania timu yao, na wanabeba ujumbe tuliowapa, wanakwenda kuwaambia wanachama wao kwenye matawi yao ya kwamba bado tuna nafasi ya kuendelea kuipambania Simba Sports Club. Hauna swali? Endelea. Jumapili tuna mechi dhidi ya Fountain Gate. Jana tumepata sare dhidi ya Chobwedo. Jumapili tuna mechi dhidi ya Dodoma Jiji. Tumepata sare dhidi ya Chobwedo. Sio TRA. Chobwedo. Jumapili tuna mechi dhidi ya Dodoma Jiji. Hii ni mechi ambayo inahitaji mkakati na mpango mpya wa kuweza kufanya vizuri katika mchezo huu. Hatuwezi kwenda katika mchezo huu bila kukaa wanasimba tukapanga mpango mkakati, tukajitathmini, tukaunda nguvu ya pamoja kuelekea katika mchezo huu. Na mechi ya Jumapili mashabiki wa Simba hawatakiwi kuiunganisha kwa namna yote na mechi ya leo. Yaani mwana Simba Sky najua tumepata sare na TRA. No, ile ni ligi kuu ya NBC. Maumivu na masikitiko yake tunayaacha kule. Tunabeba courage mpya kuelekea mechi hii mpya dhidi ya Dodoma Jiji, kwa sababu hii ni mechi ya shindano nyingine. Kwa hiyo hili wanasimba ni muhimu mno wasilichanganye. Huku kwenye mechi hii ya CRDB inahitaji nguvu mpya, nguvu ya pamoja, na inahitaji nguvu kubwa kwenda kupata ushindi. Na ubaya ni kwamba mechi hii ukifungwa chali, sasa kama mwanasimba unajihisi umeumia na matokeo ya jana ya TRA,
nikwambie tu kama tutapata matokeo mabaya dhidi ya Dodoma Jiji, hapo ndio utakuwa umeumia zaidi, kwa sababu baada ya hapo hautoshiriki tena michuano ya CRDB mpaka mwakani huko. Sasa kuliko kusubiria mwakani mashindano yaanze upya, ni vyema tukawekeza nguvu hivi sasa tukaenda tukamtoa Dodoma Jiji. Tunahitaji msimu huu katika makombe ambayo tunawania tuchukue yote. Kama itashindikana sana, basi moja wapo liwe halali yetu. Na ukiangalia kwenye ligi kuu ya NBC bado tunao nafasi kubwa, na wala msisitushwe na msimamo wa ligi. Msimamo wa ligi hauna tofauti na biashara ya dola, yani exchange rate. Leo imepanda, kesho imeshuka. Asubuhi dola 2560, ukienda jioni unakuta dola 2430 imeshuka. Ukiamka asubuhi imepanda. Huo ndio msimamo wa ligi, unapanda unashuka. Gap lilikuwa linakaribia kuwa alama 1, limeongezeka kuwa alama 5. Litakwenda tena litakuwa ni alama 1, tutakuwa juu. Yani hiyo ndio msimamo wa ligi. Kwa hiyo mwana Simba wala isikufedheheshe. Tunajua namna gani ya kupunguza hilo gap na kukaa pale juu, lakini hiyo ligi tuachane nayo kwa sababu bado safari yake ni ndefu. Hii shirikisho kwa maana ya kombe la CRDB, hapa ndipo tunahitaji nguvu ya pamoja, kwa sababu hapa ukipigwa nje na timu tunayokwenda kucheza nayo, nyote mnaifahamu, sio tu bora, lakini ni timu ambayo ina uwezo wa kuingia katika mechi na mpango wa kuwazuia na wakafanikia kuwazuia. Kwa hiyo twendeni wana Simba tukapambane. Mimi rai yangu ni moja, hakuna mwana Simba kukata tamaa, hakuna mwana Simba kuingiwa na unyonge. Na uzuri ni kwamba tupo kwenye mkoa salama, mkoa wa watu wagumu, mkoa wa watu mahadko, mkoa wa watu ambao hawavunji moyo na vitu vidogo vidogo. Mioyo yao ile ile ya ujasiri ya watu wa Arusha ya kupambania maisha, tuichukue mioyo hiyo, twende tukaipambanie Simba yetu siku ya Jumapili. Bila shaka wao kutaka suluhu na kujua nini tatizo, ni kwamba wameumia na mko tayari sasa kushirikiana nao. Wameumia, lakini tukakubaliana ya kwamba maumivu sio suluhu ya kupata furaha wakati unapokuja. Ukipata maumivu unapanga mipango mingine kwa ajili ya kupata furaha katika safari inayokuja. Kwa hiyo tumewaambia wana Simba wa Arusha kupitia viongozi wao wa matawi, maumivu ya leo, maumivu aliyopata jana, hebu tuyaache, tuweke mipango ya kwenda kupata furaha siku ya tarehe 12. Sisi katika ligi kuu hatujakata tamaa, hilo lazima mpelewe. Bado nguvu yetu ni kubwa na mapambano bado yanaendelea, na katika kombe la shirikisho vile vile tunawekeza nguvu kubwa kwa ajili ya kwenda kuchukua kombe hilo, haijalishi nani yuko nani. Labda mimi niseme kitu kimoja, katika ligi hii ya Tanzania hakuna timu yoyote yenye wachezaji bora kama Simba Sports Club. Kwa mantiki hiyo, sisi hatuihofii wala kuiogopa timu yoyote ile. TRA kupata sare dhidi ya Simba haimaanishi kwamba wao ni bora, ni basi tu wameingia na mpango ambao umewanufaisha kupata sare. Lakini kama haitoshi, hatukuwa sawasawa jana katika mchezo wa jana, lakini ukweli ni kwamba unabaki pale pale ya kwamba Simba tunayo timu bora kweli kweli kuweza kupambana na kushindana katika kombe lolote lile na kufanya vizuri. Kwa ligi kuu sisi bado tuko hai, tunaendelea kupambania ndoto zetu, lakini kwenye kombe la shirikisho la CRDB na kwenyewe vile vile tunawekeza nguvu na kuendelea kupigania ndoto zetu. Semaji leo uliamka na mteja wa pili wa kamati, mteja mpya wa kamati. Tulikuwa tunajaribu
kushowcase ama kudisplay mchezaji ambaye ameonyesha utovu wa nidhamu kwa lengo la kukomesha vitendo hivyo. Lengo letu sisi ama lengo langu mimi sio kumkomesha fulani kafungiwa amekoma, no. Lengo letu sisi ni kuondokana na vitendo vya utovu wa nidhamu uwanjani. Imagine unampiga mtu kiwiko, hauwezi jua kitamfikia wapi. Kikifika hapa kwenye roho, maana yake umemuua hapo. Sijui umeelewa? Hasara kwa mchezaji, kwa klabu yake, na kubwa kabisa ni hasara kwa familia yake. Huwezi kujua ana mzigo mkubwa kiasi gani unamtegemea. Kwa hiyo tunapokuwa tunashinikiza vitu hivi vichukuliwe hatua, sio fulani akomoke, hapana. Ni vitendo hivi vikomeshwe, wachezaji waache kufanya uhuni, walindane wenyewe kwa wenyewe, ili kila mchezaji acheze kwa furaha na amani. Lakini wazazi wanaangalia. Kwa hiyo wakiona kuna madhara makubwa kwenye mpira wa miguu, wapo wazazi ambao watakataza watoto wao wasiende kucheza mpira wa miguu. Maana yake ni kwamba taifa litaingia kwenye uhaba mkubwa wa kupata wachezaji bora. Alikuwepo Zanzibar. Alikuwepo Zanzibar. Alikuwepo Zanzibar. Yaani sisi katika timu yao hakuna yote ambaye tunamwogopa. Hamna mwenye madhara. Umesema vizuri. Hakuna yote ambaye tunamhofia. Hakuna yote ambaye tunamwogopa. Hakuna yote ambaye anatutisha sisi. Kwa sababu ni mwezi mmoja tu umepita. Sisi na wao tumekutana, mwamuzi akaamua kuwaokoa, akakataa bao letu halali kabisa. Kwa sisi wala hatumuogopi yoyote katika wao, lakini tunachotaka ni kusafisha mpira wetu. Mipango ambayo mmeweka sasa ili kufanya vizuri mechi zijazo? Tumeweka mipango mikali sana. Mipango ya kuwateketeza watu wote ambao wanakuja mbele yetu. Mpango wa kwanza unaanza na Dodoma Jiji kwenye mechi ya tarehe 12, na ni mpango wa kikatili mno. Yani huu mpango ambao tumeuandaa kwanza ni mpango wa surprise. Ni mpango kama ule wa Iran ambao aliuandaa kisirisiri, alafu Marekani na Israeli wakaja kichwa wakakutana na vitu vya moto, wakarejea nyuma, wakataka maridhiano. Ndio mpango ambao tumeuandaa huo kuelekea mechi yetu ya tarehe 12. Lakini tunao mpango mwingine vile kabambe wa kuelekea mechi yetu ya tarehe 15 dhidi ya Fountain Gate. Itakuwa ni hatari kidogo nikiwaambia mipango ambayo tumeifanya hivi sasa, lakini itoshe kusema tu ya kwamba Simba imeandaa mpango wa kigaidi kwenda kupata ushindi michezo yake miwili ya hapa Arusha. Tumia neno kigaidi. Simba imeandaa mpango wa kigaidi wa kwenda kumteketeza Dodoma Jiji na kwenda kumteketeza Fountain Gate. Tunachokihitaji ili mpango wetu huu uweze kwenda sawia, tunahitaji nguvu ya pamoja ya wana Arusha. Tunahitaji nguvu ya pamoja ya wana Simba kutoka kanda ya kaskazini. Tukishikamana kwa pamoja, mipango yetu ya kigaidi inakwenda kutimia vizuri kabisa. Wanasema baada ya mechi yenu na Namungo kishamalizana na Muungano, refa uwe wewe, uwanja mchague, alafu mkutane nao. Hawataki maneno, washajipata. Kama wamejipata hongera yao. Tofauti na sisi ambao sisi hatujawahi kujipoteza. Mko vile vile. Sisi tuko vile vile timu yetu. Kwa kama kuna watu wanajipoteza, wanajipata, hiyo ni shida yao. Sisi hatujawahi kujipoteza. Simba imeendelea kuwa kwenye ubora wake na siku zote. Na sisi tuko tayari kwa mchezo wowote ule unaojua wewe. Mchezo, sisi na timu nzuri Betha. Achilia mbali hii sare tunapata dhidi ya TRA, watu wanacheza kingurungunju, au sare dhidi ya Pamba, watu wanacheza kingurungunju. Sisi tunapoweka mali chini tukaamua kucheza, hakuna timu yoyote ambayo inaweza kufikia walau theluthi ya ubora wa Simba. Ndio maana sisi hatuna mashaka hata kidogo. Sisi tunapoamua kucheza na waamuzi wakasimamia sheria sawa 17 za mpira wa miguu, penati wakaweka penati, offside wakaweka offside,
Sisi tutaifunga kila timu hapa Tanzania. Ndugu zangu ni nyinyi, sisi tuna timu ya maana sana. Sisi tuna timu bora mno. Sisi unajua timu nyingine unataja mchezaji mmoja mmoja. Sijui nani, sijui nani. Mfano unasikia TRA Chobwedo. Yaani it's like hawana mchezaji mwingine. Hao wengine wanataja hivi sijui nani huyo? Huyo mmoja tu. Lakini kwa Simba Sports Club hapo unazungumzia Anicet Ura, hapo unazungumzia Alibase Gay, hapo unazungumzia Loemba amerejea, hapo unazungumzia Mpanzu anarejea muda si mrefu, hapo unazungumzia Rushain Rock, hapo unazungumzia Nixon Kibabage. Yaani kila unemzungumzia Simba ni mchezaji bora, ni mchezaji mahiri. Sisi sio mchezaji mmoja mmoja kwamba huyu sasa amekwiva, huyu sasa amejipata, huyu sasa ameshazoea ligi. Sisi kila mchezaji yupo kwenye piki yake. Ndio maana sisi hatuna mashaka yeyote anayekuja mbele yetu na boli likawa la sawa la tupishane, njoo tuondoke tuje, sisi tunamfanya vibaya kila mtu. Jana usiku nimesikia watu wanasema mmemalizana na Ramadhani Chobwedo, alafu nikaona Ali Kamwe amesema engineer tuletee Chobwedo, alafu nikaona pia mchambuzi mwingine akasema Yanga wamempiga Simba kwa Chobwedo bao, yani wamewapiga bao kwa Chobwedo, wamewazidi maarifa kama kawaida yao. Wakimaanisha kama nyinyi mlikuwa mna mpango naye Chobwedo ni kweli? Chobwedo mlikuwa mna mpango naye? Mashabiki wasemaje? Chobwedo Ramadhani Chobwedo Chobwedo anatakiwa kuja Simba Sports kwa mujibu wa tetesi. Na kama kama engineer wamchukue wao Chobwedo. Kwa wao wametangaza hadharani wanamtaka Chobwedo. Engineer tuletee Chobwedo wananchi. Na watu wakihusisha kama na nyie pia mlikuwa mna mpango naye. Kwa hiyo washamsajili. Wapo kwenye mazungumzo. Wamepeleka ombi. Wao wamemuomba engineer. Fanyie mchakato. Kwa kama nyinyi mmelega watawapiga wao. Na nyinyi mkihusishwa naye. In fact siwezi kuzungumzia into details kwa sababu Chobwedo ni mchezaji wa TRA. Itakuwa sio sheria kumzungumzia mchezaji wa timu nyingine, lakini ninachoweza kukiri kwamba Chobwedo ni mchezaji mzuri sana. Nilimwona mechi yetu na wao ya kwanza pale Dar es Salaam, alifanya kazi kubwa sana. Nikasema nitamwangalia tena mechi ya marudiano, nikamtazama tena mechi ya marudiano na nikajiridhisha kwamba ni mchezaji mzuri. Kwanza ni mchezaji mdogo, nimefuatilia ana miaka 24 26 hapo katikati. Japo kuna wengine wanamtems kuwa ni mchezaji mkubwa kwa maana ya umri. Nafikiri namna ambavyo anajiweka upara ule na ndevu za Al-Shabaab zile inamfanya wengine wamuone kuwa ni mdingi, na hata anavyojiita mwenyewe si babu Anelka si nani, kwa watu wanazidi kusimant winga kizamani ya kukimbilia pembeni kule kama kibendera kwa hiyo inawafanya watu wamuone ni mbabu, lakini baada ya kufuatilia historia yake kumbe ni kijana mdogo. Ni kijana mdogo sana ambaye kwanza amekulia hapa Arusha, amecheza TMA, amecheza hana safari ndefu sana kwenye mpira wa miguu. Maana yake bado yupo kwenye hatua za ukuaji na kujifunza. Mimi nikiri kwa moyo wangu mkunjufu kusema kwamba Chobwedo ni mchezaji mzuri sana. Ni potential nyingine ambayo inakuja vizuri katika ligi ya Tanzania. Klabu yoyote itakayofanikiwa kumpata Chobwedo itakuwa imepata mchezaji mahiri na mchezaji mzuri, na kama atachagua kubaki TRA, basi TRA itaendelea kufurahia matunda na ubora aliyokuwa nao Chobwedo. Ni mchezaji mzuri. Bado sijapata taarifa
kutoka kwa viongozi wangu kama tunamhitaji Chobwe ama ni maneno tu ya mitandaoni, lakini kiuhalisia ni kwamba ukimpata Chobwe umepata kiboko ya mabeki tatu, kwa maana ya walinzi wa kushoto. Mlinzi pekee ambaye ana uwezo wa kumhimili Chobwe ni Nixon Kibabage pekee hapa Tanzania nzima. Walisumbuana. Kuna wakati Chobwe alikuwa anambit Kibabage na kuna wakati Kibabage alikuwa anambit Chobwe. Kwa hiyo ilikuwa ni win-win situation. Yani kuna wakati huyu anakuwa bora, kuna wakati huyu anakuwa bora. Haikuwa game nyepesi kwa Kibabage wala haikuwa game nyepesi kwa Chobwe. Ilikuwa ni piga ni kupiga. Kwa hiyo kwa Tanzania hii mlinzi pekee wa kushoto mwenye uwezo wa kumzuia Chobwe ni Nixon Kibabage. Maana yake ni kwamba kama unampata Nixon, kama unampata Chobwe, anakuja kukaa upande wa Shomari Kapombe. Shomari Kapombe anapeleka mashambulizi, anafika kwenye mstari wa mwisho, anamwachia Chobwe. Chobwe anaingia nao ndani. Huwezi kuwa Chobwe ni mchezaji mzuri, lakini hawezi kuwa man of the match mbele ya Nixon Kibabage wewe. Na mimi nawapeni task, nendeni mkafuatilie kama kuna winga yoyote wa pembeni namba 7 anaweza kuja kuwa mchezaji bora mbele ya Nixon, sababu namba 7 sana kama na namba 3 wetu. Kama kuna winga yoyote namba 7 ameshawahi kuwa man of the match mbele ya Nixon Kibabage, nendeni mkatafute, mkafukue, muone kama mtapata. Dabi bado semaji. Dabi juzi alikuwa kipa na alipewa kwa sababu ya kupoteza muda. Yani amepewa tuzo ya man of the match kwa sababu alipoteza muda mwingi. Sasa mbele ya Nixon Kibabage huwezi kuchukua man of the match. Kwa hiyo yote kwa yote, mimi my conclusion is yoyote ambaye atampata Chobwe atakuwa amepata mchezaji mzuri kweli kweli.